Katizamini Kongo inavyoibiwa, inavyochukuliwa rasilimali zake. Kinachowatesa wa Kongo ni utajiri wao, sio maskini. Utajiri wao ndio unaoadhibu, kwa sababu wanyang'anyi ni wengi pale Kongo walokuja kukomba. Sasa nakuulizeni, maana ya husda ni nini? Husda ni kutamani neema ya mtu aliyopewa na Mwenyezi Mungu imponyoke iwe ya kwako. Si ndio maana ya husda hiyo? Haya, imperialism maana yake nini? Kwa hivyo taifa linaweza kuwa na husda kwa kutamani neema za wengine ziwe za kwao wao. Kwa hiyo tukielewa hilo, tuelewe kwamba siasa ya dunia ni siasa ya husda, ni siasa ya chuki, ni siasa ambayo haina usamehevu, ni siasa yenye tabia zote mbaya ambazo mwanadamu, mtu binafsi anaweza kuwa nazo. Siasa chafu, siasa ya hadaa, mpaka inafikia mahala kwamba ukitaka kuwa mwanasiasa, ole wako, lazima uvue mavazi mengi ya heshima. Yaani unataka kuwa mwanasiasa katika ulimwengu wa sasa hivi, alafu usitumie hadaa, usitumie uongo, usitumie rushwa, utashinda. Lugha nyepesi, mtu kama jamaa yule huwa hatoi kitu bwana, kwa hivyo anafaa hafai, majibu hafai. Ana sifa za kuwa kiongozi, anazo, lakini hatoi kitu, basi hapewi nafasi, sio? Wale wanaokuzunguka watakakupa kibali cha wewe kugombea, utawapa nini? Watapata nini? Hatupati kitu, wewe hufai. Tizameni mambo ya kublackmail duniani katika swala zima la siasa. Dunia nzima iko hivyo. Ukitafuta mahala ambapo hapana tabia hizo ni ngumu sana. Maana yake nini? Kwamba hawa waliolelewa vibaya tangu zamani, tafsiri yake tunaiona huko kwenye siasa na kwenye mambo mengine.